Baada ya klabu ya Young Africans kumtambulisha kocha mkuu raia wa Afrika Kusini Bwana Mangoba Ngleti, hatimaye kwa siku ya leo Young Africans imetambulisha benchi jipya la ufundi likiongozwa na makocha wasaidizi sambamba na wataalamu wa video, kwa maana video analyst, sambamba na kocha wa magolikipa ambaye atakwenda kushirikiana na kocha Mangoba Ngleti sambamba na kocha Abdelhamid Mwalimu ambaye alikuwepo kwa msimu ulio tamatika. Na Young Africans kwa siku ya leo wamemtambulisha kocha msaidizi ambaye ni Simo Dadla, ambaye huyu ni raia wa Afrika Kusini, miongoni mwa makocha wenye uzoefu mkubwa kutokea nchini Afrika Kusini. Kabla ya hapa alishawahi kupita katika klabu ya Morocco Swallows akiwa kama kocha msaidizi, lakini pia katika kikosi cha Richards Bay kwa msimu ya nyuma kidogo, licha ya kwamba ameshawahi pia kufanya kazi katika kikosi cha Maritzburg United, zote za Afrika ya Kusini. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye atakwenda kuwa msaidizi wa kocha Mangoba Ngleti ambaye alikuwa pia anafanya naye kazi kwenye kikosi cha Golden Arrows ya huko nchini Afrika ya Kusini kabla ya kujiunga na Young Africans. Kocha mwingine ni Kagiso Dikakoi. Huyu naye pia ni raia wa Afrika ya Kusini, huyu ambaye ni kocha wa free kicks ama hizi set pieces ama mipira ya kutenga, ambaye anakwenda kufanya kazi katika ule utaalamu uliotukuka hasa katika upande wa mipira ya kutenga. Hapa nazungumzia penalty kick, nazungumzia corner kick, nazungumzia sambamba na fouls zote ambazo zitakuwa zinatokea ambazo Young Africans watakuwa wanaziona kwamba ni faida. Na hapa kuna kitu ambacho Young Africans pengine wamekishuhudia kwamba timu mbalimbali barani Afrika zimekuwa zina huo ubora, hasa imekuwa ni kama vile kasumba ya Afrika ya Kusini. Kumekuwa kuna benchi kubwa la ufundi ambalo limesheheni wataalamu wengi ambao wanachangia vitu tofauti tofauti kunako benchi la ufundi, na safari hii Young Africans wameamua kumestablish kocha wa mipira ya kutenga. Kitu kama hichi tulikishuhudia katika klabu ya Azam misimu kadhaa ya nyuma, walikuwa wanaye kocha wa washambuliaji, kocha wa mipira ya kutenga, lakini ni vitu ambavyo mara kadhaa tumekuwa tukivishuhudia katika timu za barani Ulaya ambako tumeona faida ambayo wamekuwa wanaipata. Sasa huyu Kagiso Dikakoi ni Mwafrika ya Kusini ambaye ameshawahi kufanya kazi pia katika kikosi cha Cardiff City ya huko nchini Uingereza katika miaka ya 2014 na mwaka 2016. Unaona uzoefu ambao wamekuwa nao kocha huyu wa mipira ya kutenga ambaye Young Africans wamemtambulisha moja kwa moja. Kocha mwingine mtazamaji ambaye wamemtambulisha Young Africans, huyu si kocha bali ni mtaalamu wa video kwa maana ya tactical performance analyst videos, ambaye anafahamika kwa jina ya la Yaldan Valodia, ambaye na huyu ni raia wa Afrika ya Kusini ambaye Young Africans wamemtambulisha kwa siku ya leo. Huyu ni kocha wa huyu ni video analyst ambaye kabla ya kujiunga na Yanga ametokea kwenye kikosi cha Golden Arrows ya huko nchini Afrika ya Kusini, timu ambayo ndiko ametokea kocha Mangoba Ngleti sambamba na msaidizi wake wa kwanza kwa maana ya Simo Dadla, ambao kwa siku ya leo wote wameweza kutambulishwa. Na huyu amekuja kuchukua nafasi ya kocha wa video analyst ambaye ameshaondoka ndani ya Young Africans, analyst ambaye alikuwa anafanya kazi na Pedro Goncalves kwa msimu uliotamatika. Lakini pia Young Africans imemtambulisha Greg Etafia. Huyu ni kocha wa magolikipa raia wa Nigeria ambaye ametambulishwa pia kwa siku ya leo katika upande wa kwenda kuboresha eneo la mlinda lango, eneo ambalo Young Africans kwa siku za hivi karibuni tumeona ukitoa Diarra, baadhi ya magolikipa wamekuwa wana makosa mengi, kitu ambacho kimekuwa kina gharimu Young Africans, hasa kwa msimu uliopita mechi zile Dodoma Jiji tuliona makosa ambayo yalifanyika katika upande ya mlinda lango ndio ambayo yaligharimu Yanga na kuweza kupoteza katika huo mchezo. Kwa hiyo kwa siku ya leo Young Africans wametangaza benchi lao la ufundi ambako kutakuwa na makocha wasaidizi, video analyst sambamba na kocha wa golikipa. Naitwa Leopold John, nikushukuru hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa, endelea kusalia nasi Anwar TV.